muda zote atakuwa kaa nyumbani kwangu hapa na chungu kabisa, na chungu. Vilio, majonzi na simanzi vimetawala kwa ndugu, jamaa na marafiki waliofika katika msiba wa raia wa China aliyejulikana kama Bao Zhanji, aliyekuwa na umri wa miaka 50, ambaye anadaiwa kuuawa na walinzi wa kiwanda chake cha kuchakata chupa. Kwa mujibu wa taarifa, mtu anayeonekana katika video hiyo akilia kwa uchungu inaelezwa kuwa ni mtoto wa marehemu. Aidha, kwa mujibu wa mdogo wa marehemu, Dennis Jerry, amesema ratiba ya kuaga mwili wa Bao Zhanji itakuwa kesho Mei 23 mwaka 2026, ambapo majira ya saa 7 utaagwa katika eneo lake la kiwanda kilichopo Mabibo. Leo tumeenda ubalozi huko, kupata barua ya ruhusa ya kuchoma kwanza. Yani ubalozi pia ana mazungumzo na polisi mkuu huko kwa ajili kufuatilia kesi na kuendeleaje vipi, na wape mpole kwa familia. Baadaye kupokea shemeji yangu na mtoto. Yani wana mchungu kabisa. Ni kweli nimeshinda kucontrol kwa watu, yani ya kukubali kwamba baba yake amekufa kwa kesi kama hivyo. Labda sasa kauli yako ya mwisho kwa watu wale ambao wameguswa na msiba huu, ndugu, jamaa, marafiki, labda watu ambao watatamani sasa kuja kushiriki katika shughuli hii, neno lako la mwisho kwao ni lipi? Kama nanipe nafasi nyingine, mimi sitaki kuwa na ndugu yake kabisa, sitaki kwa sababu yani muda zote atakuwa kaa nyumbani kwangu hapa na chungu kabisa, na chungu. Sorry. Labda kwa kumalizia, ombi lako ni lipi sasa kwa serikali baada ya tukio hili la kikatili ambalo limetokea kwa kaka yako? Ombi lako ni lipi sasa ili sasa tuweze haki labda ya ndugu yako iweze kupatikana, waliohusika waweze kuchukuliwa hatua? Kauli yako ni ipi kwa jeshi la polisi, serikali na mamlaka kwa ujumla? Yani mimi naomba serikali yani jitahidi kulinda yani mwekezaji wanapata haki zao, yani usalama ya maisha, ya samani, bidhaa, yani wote. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema linaendelea na upelelezi wa tukio hilo lililotokea Mei 16 mwaka 2026 majira ya saa 2 usiku eneo la Mabibo, wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Ni mimi Consolata Chaliga wa Ayo TV.